Kati ya wadau ambao mmewataja kwamba mnaomba ushirikiano nao ni vyama vya siasa na wanaharakati ambao baada ya tume kutangazwa wakaonyesha kuwa na mashaka, hawaiamini tume, hawaamini wajumbe waliopo kwenye tume. Hili linawapa shida kiasi gani katika kutekeleza kazi zenu? Swala la pili, moja kati ya vitu ambavyo mnakwenda kuchunguza ni root causes za hii sakata iliyotukuta, na kwa maneno yako hapa ya wakati na baada ya uchaguzi. Lakini upo uwezekano kwamba yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi ni matokeo ya mambo mengine yaliyofanyika nyuma kabla ya hapo. Kama nyinyi mawanda yenu ni ya wakati na baada ya uchaguzi, amuoni kwamba mtaacha mambo mengine yaliyotokea kabla ya hapo ambayo pengine ndio yalisababisha haya? Swali la tatu, pamoja na kwamba mmesema mnayo mamlaka ya kutafsiri hadidu za rejea, lakini nadhani zile ambazo wamewapa yule aliyeunda tume mtazizingatia sana. Wakati anatangaza hii tume, alisema baadhi ya hadidu za rejea na kuna mambo yaliyasisitiza. Kwa mfano, alitaka muende mkawahoji watu ambao wanahisiwa kushiriki, hasa wale ambao ye mwenyewe akatukia neno waliosema watakinukisha. Ni neno moja tu, lakini neno hilo hilo watakinukisha limetumika, tumesikia kwenye kesi ya anayokabiliwa na mwenyekiti wa Chadema mahakamani, na likawa ni sehemu ya mabishano ya kisheria mahakamani, na huyu ameunda tume anataka muende mkawahoji watu waliosema watakinukisha. Ni vipi mtakwenda kulifanya hilo kwa kitu ambacho kipo mahakamani? Asante sana. Asante na shukuru. Karibu mwenyekiti Balile. Asante sana. Mimi naitwa Deodatus Balile, ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri na mhariri mtendaji wa gazeti la Jamhuri. Eneo moja ambalo linazungumzwa sana kwenye vyombo vya habari na kwenye mijadala sehemu mbalimbali, kwamba tume hii iliyoundwa imesheheni watu ambao umri wao umekwenda juu sana, lakini vijana ambao ndio walikuwa chanzo cha haya matatizo hawamo kwenye hii tume. Mtafanya nini kuwashirikisha hao vijana na kuwaaminisha kwamba yale mliyoyaona ndiyo yatakayokuwa yamewekwa wazi, kama ulivyosema kwamba uwazi utatamalaki, bila wao kuwepo kushuhudia wakati mchakato unaendelea? Asante. Asante. Mimi ni Neville Mena, ni mhariri mtendaji wa jarida la Fama na umelikiwa na kampuni ya Media Brains. Mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na jopo lako, ni kwamba kumekuwa na kauli za viongozi wakuu kuhusiana na sababu za yale yaliyotokea, na kumekuwa na tuhuma kama vile walipewa fedha, walishawishiwa, walifanya 1, 2, 3. Je, hili halifanyi aliwa preempt nyie kazi mnayokwenda kuifanya, kwamba tayari serikali kwa maana ya viongozi wake wameshatoa kauli ambazo zinatoa mwelekeo wa kiini cha tatizo lenyewe? Jambo la pili, tume ina siku 90 na ninyi mko 9. Maeneo yaliyotokea vurugu ni mengi, na kuwafikia watu lengo moja hapo umesema kunatakiwa watu waponywe. Sijui sasa utakuwa ni ushauri. Nafikiri kwamba pengine tungekuwa na kitu kama zile mahakama za Rwanda, Gacaca, ambazo watu wangekwenda pale kuzungumza mambo yao na kulia kwao ili wapate uponyaji baadaye, kwa sababu si rahisi kwamba wote wataifikia tume yako. Asante. Asante mheshimiwa mwenyekiti, tumepata maswali matano, pengine nikupe fursa ya kuweza kujibu ama pia kufanya. Asante sana kwa maswali haya na ufafanuzi. Moja ni kuhusu legitimacy. Kweli tunafahamu kauli au misimamo ya vyama vingine vya siasa kuhusu uundaji wa tume, lakini kama unavyosema, sisi tutaomba ushirikiano, na sio jambo la ajabu watu kuto kushirikiana na tume
za uchunguzi za aina hii. Mimi nimefanya kazi kwenye tume nyingi za kimataifa ambazo ile nchi husika haishirikiani na tume ya uchunguzi, lakini uchunguzi unaendelea. Lakini kwa hapa tutawabembeleza, tutawaomba, maana hatuendi kushurutishana, kwa sababu wana nafasi kubwa. Kwa sababu hatuangalii tu yaliyotokea, lakini pia roadmap ya huko tunakokwenda, na moja katika hadidu zetu tumeombwa tupendekeze hatua za kuweza kuimarisha na kufikia huko, kutoka tutakachogundua na huku Tanzania ambayo salama, amani, mambo ya katiba mpya au katiba inayopendekezwa na kadhalika. Kwa hiyo kwenye ile process, ni process gani, wakati gani? Kwa hiyo sisi tuomba ushirikiano, tuomba ushirikiano kwa kila mtu, hata aliyekataa tutamwomba, sio mara moja, hata mara tatu tutamwomba, tushirikiane naye. La pili, root causes. Kweli tukio kweli ni la siku 3 tulioambiwa, lakini tuna kabisa kwenye root cause analysis lazima urudi nyuma, tena nyuma sana. Kwa hiyo tunarudi nyuma huko. Kwa hiyo tutakuwa pamoja kwenye kubaini root causes. Tukio limetokea 29 na siku 3 mfululizo pale, lakini inawezekana limetoka mbali sana. Turudi huko nyuma, tusaidiane pamoja kuwa na root causes, kwa sababu mjadala baadaye utakuja tuongelee hizo root causes, tunazi unroot vipi. Kwa hiyo hilo swala la siku 3 zile, lakini tunakwenda nyuma kuangalia root causes. Ingine sisi tunaona kuna kauli nyingi za viongozi na kadhalika. Sisi tunajikita kwenye mawili, hadidu za rejea, na mpaka sasa hivi hatuna amri ya mtu yoyote. Tunaanza na clean slate, hatuna ushahidi hata kidogo. Tunaanza from 0 ili kuona tunatafuta ushahidi gani. Tutapima ushahidi, tutapima nyaraka, tutakuwa na wataalamu watatusaidia, watu wa data, wa takwimu na kadhalika. Kwa hiyo najua kuna kauli hizi zinatolewa na hivi na nini, na hisia mbalimbali, lakini nadhani tusihofia sana. Kweli tuna umri mkubwa, lakini umri pia unakwenda na uzoefu. Lakini kikubwa kama ninavyosema, wadau wakubwa ni nani? Wadau wakubwa lazima wawe vijana. Kwa hiyo tutakuwa na mbinu mbalimbali za kushirikisha vijana, sio vijana waliosoma tu, wasiosoma, wenye ajira, wasio na ajira, wa mazingira gani. Hao ni constituency yetu, tunaona ni eneo kubwa la kuwa nao, ili tuweze kwa sababu wana majibu mengi. Kwa hiyo hatuwahoji kwa tuhuma, tunawahoji kwa kupata majibu. Tunaelekea kwa kupata majibu. Muda wa tume kweli muda unakimbia kama ninavyosema, lakini tunaona ngoja tuone hizi siku 90 kama tutaweza kukamilisha kazi yetu. Lakini kama tunasema sisi tunataka kukamilisha kazi kamilifu, hatutaki kukamilisha kazi rejareja. Tufanye kazi kwa kikamilifu, kwa kiwango, kwa sababu tunajua tutapimwa na Watanzania, lakini tutapimwa na kila mtu ndani na nje ya nchi. Hiyo tunaelewa, lakini tunaomba tu tupeni muda
waambie wenzetu watupe muda, alafu tupimwe, tusipimwe kabla tujaanza mtihani. Tufanye mtihani huo, mtupe maksi, tuweze kuendelea. Tupime kabla, lakini sisi tunaelewa. Ndio maana tunasema tumejikita kabisa kwa Watanzania wanataka nini, tuwape nini, ili kweli kama njia moja ya kupona kilichotokea. Sababu wote tuko kwenye maumivu makubwa, lakini tuone tunajiponesha vipi sisi wenyewe. Asante. Asante. Tumesikia mwenyekiti akisema kwamba wasipimwe kabla ya kufanya kazi. Na maswali, labda niliruhusu maswali tulipokea maswali. Mimi ni muumini wa jenda, tanisamehe sana kwamba tulipokea maswali 3 kutoka kwa kina kaka. Tupate swali kutoka kwa wanadada 2 au 3 na tutamalizia na kwako Suleiman. Asante. Karibu. Asante. Mimi mwenyekiti, swali langu nilikuwa nataka kufahamu. Tumekuwa tumeelezewa wasifu wa Dr. Tax. Na Watanzania wengi wanajua ukweli. Lakini mmesema mtachunguza vyombo vya dola. Ambapo hakuna shaka kwamba wakati matukio yanatokea alikuwa ndiye mchaji wa jeshi. Na jeshi lilishiriki kwenye maana ya kukabiliana na hili tatizo. Inawezekana katika hayo mauaji na wao wakawa wameshiriki. Sasa hapo yeye huoni kwamba haitendei haki hiyo tume, kwamba atakuwa anapaswa kuhojiwa lakini yuko kwenye tume? Aliuliza awali. La kwanza, wakati tume inaundwa tayari kuna tetesi, kuna maandamano mengine ya tarehe 9 Desemba. Tume itaaccommodate vipi endapo itatokea kitu kama hicho wakati mkiwa ndani ya uchunguzi? Lakini swali langu la nyongeza kwenye majibu aliyotoa, mnakwenda kuchunguza tukio ambalo limetokea tarehe 29. What if findings zenu zikaonyesha kwamba aliyewatuma ndio pia anatuhumiwa? Je, mnahakikishia vipi wa Tanzania kwamba itakuwa ni tume huru hata kwa kutoa majibu yasiyotakikana kusikika? Asante sana. Mimi ni natoka Crown Media. Katika wadau ambao uliwataja ambao wako kwenye hadidu za rejea, vijana hawapo kama kundi muhimu. Lakini ukiangalia yote yaliyofanyika, vijana ndio wamehusika kwa asilimia kubwa sana. Kuanzia kushawishiwa, kwenda front, hata walioumia zaidi ni vijana. Kwa sababu katika waathirika waliobakia wengi ni wazazi ambao umri umekwenda. Lakini hawa vijana ndio ambao wanapaswa kusikilizwa zaidi ili kujua
nini hasa kimepelekea tumefika hapa. Maana yake tukiweka msingi, kuweka nguvu kubwa kwenye makundi mengine, lakini hili kundi ambalo lenyewe ndio kama liko katikati, lenyewe ndio kama limeshikilia linalotokea sasa hivi, nadhani tunaweza tukaja na majibu ambayo sio. Kwa mimi nilikuwa na huo ushauri. Kwa hiyo nadhani vijana wawekewe kipaumbele zaidi. Lakini jingine, mmezungumza kuwafikia watu kwenye serikali za mitaa. Kuna maeneo wenye viti wa mitaa, wajumbe hawajui hata wananchi wao waliopo katika maeneo yao, ama hao wananchi hawajui hata mjumbe wake ni nani, hawamjui hata mwenyekiti wake ni nani. Sasa katika hali kama hiyo, watu ambao kuna wananchi wanaweza wakawa na taarifa muhimu sana, lakini hamwezi kuwapata kwenye hiyo mifumo ambayo mmeiweka. Ni namna gani sasa mtaweka nguvu kwa ajili ya kuwafikia hao watu? Asante. Asante, nashukuru. Tunataka maswali manne katika raundi ya pili. Maswali moja na ushauri. Kwanza kuhusu wajumbe sisi wenyewe. Wajumbe sisi wenyewe, kwamba sheria ya tume yetu na tume hizi zote za uchunguzi za karibu nchi zote za Commonwealth zinasema moja, jambo moja: mamlaka ya kuunda tume ni ya rais wa nchi hiyo. Ibara 88 ya katiba ya Afrika Kusini inampa rais wa Afrika Kusini. Kenya hivyo hivyo. Tofauti tu inakuja kidogo kwamba kwa nchi nyingine Afrika Kusini na Kenya au na nchi nyingine iko kwenye katiba, nyingine sisi ziko kwenye sheria. Uingereza, Ireland, Canada. Kwa hiyo tunasema kwenye sheria kuhusu tume hizi za uchunguzi kwamba mamlaka ya kuunda tume ni mamlaka ya executive, unless sheria itasema vinginevyo. Nchi chache pia rais na bunge ndio mamlaka ya kuunda tume, na inampa discretion yule anayeunda kuiunda kwa vigezo ambavyo yeye anaona inafaa. Kama mimi ndio nilikuwa muundaji tume, labda ningeunda tofauti na wajumbe tofauti. Kwa hiyo kila mmoja tutakuwa na maoni kwa nini yule kiongozi wa dini hakuwako, kijana hakuwako, lakini mamlaka ya kuunda tume ni ya yule head of the executive na kwa vigezo ambavyo ataona inafaa. Na anaunda tume kwa mazingira ambayo anaona inafaa. Sisi tumeundwa chini ya kifungu cha 3 kwenye jambo ambalo ni public concern, ndio sheria inakusema. Kwa hiyo ameona kama public concern tuunde tume. Lakini jambo la pili ambalo nimezungumzia na tunalikuta kwenye tume nyingi ni swala la conflict of interest. Conflict of interest kuna njia nyingi za kuikwepa ikitokea au kama ipo, na kuna passive na actual conflict of interest. Sisi mahakamani tunajua, ndio maana jaji unaambiwa naomba ujitoe, na mara nyingine jaji anasema sijitoi, naendelea kwa sababu sina conflict. Kwa hiyo tunao vigezo hivi. Tukiona mjumbe wote ana conflict of interest, tutamwomba ajitoe, mwenyewe anaweza kujitoa, haina neno. Haina neno. Lakini nyingine muelewe kwamba ndio maana nasema tume hii ni ya kisheria. Wote tumekula kiapo. Tumekula kiapo kwa dini zetu, kwa imani zetu. Pia hiyo ina guarantee uhuru wetu. Uhuru wetu. Kama tunasema tunaanza kazi bila mabrasha, bila sinikizo la mtu yoyote. La mtu yoyote.
na tutajikita kwenye ushahidi ambao tunaridhika nao. Tutetee ushahidi wa kweli, tutaupima na tutanini. Kama mtu tunakwenda njia gani, tutasema tumeelewa. Alafu ripoti yetu itakuja, itaonyesha. Kwa sababu sisi tutapendekeza. Kwa sababu ripoti kwa jambo kama hili, nadhani ripoti of course ni ya mamlaka, lakini pendekezo letu kwamba iwe ripoti ambayo itapatikana kwa umma kwa jambo ambalo linawahusu. Kwa hiyo hilo la nini siwasumbue sana, kuna njia zake, tunajua namna ya kuweza kudili nayo hiyo kifika. Disemba 9 bahati mbaya haiko tume. Tuna kitu tunaita muda wa kufanya kazi. Muda wa kufanya kazi, kitu ambacho tunachochunguza ni tarehe 29 na siku chache baada ya pale, zile siku 3 tunaweza kurudi nyuma. Tunaweza kurudi nyuma, lakini kama ina connection na mbele tutaangalia. Lakini tarehe 9 ikitokea imetokea, labda kama ina uhusiano tutaona, kwa sababu iko ndani ya 90. Labda root causes labda zitakwenda huko pia kutuonyesha part of the root cause na nini, tutaangalia, lakini hatufungwi na hilo. Tunakubaliana kabisa na ushauri vijana. Kweli vijana ndio kiini. Tumesema vijana sisi kwa makundi ni mbinu tu za kutafuta kuwa nao. Tunawahoji vipi moja mmoja, nini, kama tumesema watu wote waloshiriki. Ukisema husika inawezekana labda jinai, waloshiriki. Waloshiriki bila makosa au na makosa, wote waloshiriki tutakuwa nao. Vijana wengine hawakushiriki tutakuwa nao. Ndio maana tunasema tutakwenda mikoa ambayo pia kuna vijana lakini hawakushiriki. Kwa nini? Lazima twende undani zaidi. Kujua hawa vijana wenzetu, na tunakubali Tanzania asilimia kubwa ndio vijana. Kwa hiyo na sasa hivi kuna na wizara mpya na kadhalika, lakini ushauri huo kweli kutafuta mbinu, njia kujiana na vijana na wananchi kweli. Tunafanya mikutano ya hadhara na wananchi kuweza pia kupata na wao wanani. Kwa hiyo kama tunasema hatufungu. Kwa hiyo kama kuna ushauri, tupeni ushauri, tusaidie kuandaa, na sisi hatufungwi na mdau yoyote au mbinu zozote, lakini tunataka tushuke chini kabisa. Tushuke chini upana na kwenda chini zaidi. Asante, nashukuru. Kuna karatasi imeletewa ambapo TBC Habari wameomba kwamba unaweza kufanya summary ya speech yako kwa Kiingereza kwa ajili ya kuweza kuwasaidia